Idadi ya vifo nchini Israel inazidi kuongezeka baada ya mashambulizi mabaya yaliyofanywa na Iran ambayo yameharibu miundombinu ya majengo ambayo pia imefanya baadhi ya raia kufukiwa katika majengo hayo, huku ripoti kutoka vyombo vya habari vya Israel vikieleza kwamba watu wawili wameuawa kutokana na mashambulizi hayo na wengine wanatafutwa kupitia katika vifusi ambavyo vimetokana na kuangushwa kwa majengo hayo. Miili ya watu wawili iliyopolewa kutoka chini ya vifusi kutokana na mashambulizi ya kombora la balistiki la Iran huko Haifa imeelezwa kwamba imepatikana, huku watu hao wakiwa wameuawa. Huduma za uokoaji za Magen David Adom zilisema siku ya leo ya Jumatatu kama msafara mpya uliolenga eneo hilo umewajeruhi watu 4 na kusababisha uharibifu mbaya zaidi. Jeshi la zimamoto na uokoaji limesema kwamba kufuatia saa kadhaa za juhudi za pamoja na kamandi za nyumbani, vikosi viliokoa watu wengine wawili walionaswa, lakini wengine wakiwa wameuawa. Mpaka sasa haikutajwa idadi kamili ya watu wangapi waliouawa kutokana na shambulizi hilo baya lililotajwa na Israel. Shughuli na majaribio ya uokoaji bado yanaendelea wakati huu katika juhudi za kuwafikia watu wengine walionaswa ambao hawajulikani waliko, huduma hiyo ilieleza. Watu 4 waliripotiwa kutoweka baada ya shambulizi hilo lililofanyika Jumapili jioni, na kuongeza kuwa jengo ambalo waliaminika kuwepo wamenaswa lilikuwa kwenye hatari kubwa ya kuporomoka. Jeshi la zimamoto na uokoaji limesema kuwa miongoni mwa waliotoweka ni wazee wawili na mtoto mmoja. Hata hivyo, Iran imeendeleza mashambulizi mabaya zaidi wakati huu, hasa baada ya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ya kile alichokisema kwamba ndani ya masaa 24 ataweza kuifanya Iran kuwa ya kuzimu. Hata hivyo, inaelezwa kwamba athari zilizotokea ni uharibifu wa majengo na kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao wameuawa kutokana na kwamba katika majengo hayo kulikuwa na watu waliokuwa wakiishi humo na kwamba majengo hayo yameporomoka vibaya. Jeshi la anga la Israel limesema linachunguza kushindwa kudungua makombora yaliyosababisha kuporomoka kwa majengo katika nchi hiyo. Jaribio la kulinasa kombora hilo lilifanywa, lakini ulinzi wa anga ulishindwa kuangusha kombora hilo kulingana na taarifa ya jeshi la IDF. Mkuu wa kamandi ya majeshi ya IDF Meja Jenerali Shai Clapper alisema katika eneo la tukio mara moja kwamba wanajeshi watachukua hatua kwa nia, weledi na ukamilifu hadi kila mtu apatikane katika vifusi hivyo. Tangu jana baada ya shambulizi kubwa lililofanywa na Iran, Israel kupitia jeshi lake la IDF pamoja na watoaji wa huduma Magen David Adom pamoja na zimamoto wameendelea kufanya uchunguzi kuhakikisha wanawaokoa raia wote waliofukiwa katika vifusi. Alielezea tukio hilo kama tukio tata, lakini akibainisha kuwa vitendo vya ufuatiliaji na uokoaji wa jeshi pamoja na mashirika ya dharura vina utaalamu wa hali ya juu katika operesheni za aina hiyo. Clapper pia alibainisha kuwa onyo la mapema limetolewa na ving'ora vilisikika katika eneo lote la Haifa huku kukiwa na shambulio hilo. Ninafahamu kuwa kampeni hii inaendelea na ina changamoto. Hata hivyo, kufuatia miongozo na kukaa katika maeneo yaliyohifadhiwa kunaokoa maisha, alisema kamanda huyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.